Reject Finance Bill 2025. I'll repeat in Swahili. Tunakataa mswada wa bajeti. Naam, watazamaji, siku kadhaa zijazo nchi ya Kenya itakuwa inatengeneza finance bill nyingine ya mwaka wa 2025 2026. Na wewe mtazamaji, sijui uko na taarifa gani kuhusiana na hii finance bill ya mwaka wa 2025. Tulipinga finance bill ya mwaka wa 2024 na sasa yale mambo ambayo yamependekezwa ndani ya hii finance bill ya mwaka wa 2025 ni yale mambo ambayo tuliyapinga katika ile finance bill ya mwezi wa 6 mwaka wa 2024, ambapo vijana wengi wa Gen Z walijitokeza kupinga ule mswada katika miji mikuu hapa nchini Kenya, na hata wakafaulu kuingia mpaka kwenye bunge la kitaifa wakipinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Na sasa huu mwaka wa 2025, watazamaji wangu, ushuru umeongezwa tena. Kumbuka shinikizo kubwa ambalo liliwafanya vijana wa Gen Z waingie kwenye maandamano ya mwaka uliopita ni mambo kama ya ushuru na land rates. Na sasa hilo jambo ama hiyo tax imeletwa tena kwenye huu mswada wa fedha wa mwaka wa 2025. Wananchi wasipofanya ile public participation na kupinga huu mswada wa fedha ama yale mambo ambayo yanapendekezwa katika huu mswada wa fedha wa mwaka wa 2025, basi ujue tutashuhudia maandamano mengine huu mwaka. Wananchi huenda wakajitokeza tena kuingia kwenye maandamano na kupinga mswada wa fedha ama finance bill ya mwaka wa 2025 2026. Vijana wa Gen Z ambao ndio walikuwa wengi kipindi kile cha mwaka wa 2024 kupinga ule mswada wa fedha tayari wameanza kujiandaa kwa lolote. Endapo haya mambo ambayo yamependekezwa katika hii finance bill yatapitishwa, basi wao wako tayari tena kuingia kwenye maandamano kupinga huu mswada wa fedha wa mwaka wa 2025. Kabla siendelee zaidi, watazamaji wangu, nataka muweze kusikia baadhi ya maoni ya vijana wa Gen Z ambao wamepata taarifa na maarifa kuhusiana na hii finance bill ya mwaka wa 2025 2026. Alafu pia kuna ujumbe mwingine nitakuwekea hapo mbele kutoka kwa mbunge wa eneo bunge la Githunguri kutoka kule Mlima Kenya, Mheshimiwa Gathoni Muchomba, ambaye pia ameifafanua zaidi na kuwaelimisha wananchi kuhusiana na yale mambo ambayo yamependekezwa katika hii finance bill ya mwaka wa 2025 2026. Lakini watazamaji wangu, kabla sijawaletea hizi habari, na kuomba kama wewe ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Reject Finance Bill 2025. I'll repeat in Swahili. Tunakataa mswada wa bajeti wa mwaka wa 2020. Fill it up. Mulienda shule. There is no way nitatoka mjengo. Foreman akona akili ameniekea 2 bob zangu kwa M-Pesa, but the KRA still wants to snoop on how much I have in my M-Pesa. Secondly, Ruto akitengatanga huku kama mwenda wazimu, aliambia watu watawekea wifi. Anyone who has those logins? So that stupid woman wants to bring a bill to parliament so that tupewe mita ya kutuangalia tunatumia bundles ya pesa ngapi. Do you pay for a wifi? Finance Bill 2025 inakutoa kwa nyumba utake usitake. Lazima Kenya isimame bwana. No. Kenya lazima isimame. Ambia employer wako anza kuapply leave hiyo siku. Finance Bill itakutoa kwa nyumba buda. Wewe niambie unaongezewa pay, ati umeandikwa mshahara unaongezewa pay to 35%. Niambie hujalipwa, hujakatwa ya nyumba, hujakatwa SHA. Wacha tu nikupe warning. Finance Bill 2025 itakutoa kwa nyumba. Kama ukwenda maandamano, mimi nikikuwa tulienda maandamano, clip ndio hii. Buda, hii kitu itakutoa kwa nyumba. Hi good people. Let me break down the finance bill as the series continues, as we prepare to go through the finance bill 2025, and I have a copy. And I've read it. This finance bill is not adding taxes directly. Lakini,
proposals za kuongeza taxes zimefichwa through amending other laws. So we are amending other laws. For example, we are amending Data Protection Act. We are amending Tax Procedures Act. We are amending Excise Duty Tax Act. We are amending Value Addition Act. We are amending many so that we can be able to reach you. Now, I served in the National Assembly of the 12th Parliament. We passed a very critical law called Data Protection Act. That is a law that protects the government from invading your personal data, personal accounts, getting to know how much you earn, how much you save, and so on and so forth. However, the finance bill proposal that has been presented in the National Assembly says and recommends removing the limitation of preventing the Commissioner of Tax from demanding that taxpayer shares information or integrate systems for data sharing. Integrating system ni kusema nini? Your bank account can be integrated in the KRA system so that when you're paid, KRA knows you're paid. KRA is able to follow payments, is able to follow your money from data sharing function. Personal information can also be shared. Now, the risk of this, opening this gap, is that trade secrets can be exposed. Every business person has their own trade secrets. Biashara yoyote iko na maficho pahali unafanya kazi, hutaki kila mtu ajue pahali munalipana, and those trade secrets are going to be exposed. Now, the other loophole that is subject to misuse is politics. That now, if, for example, I am competing against you, I can go to KRA, get your information, get to know how much money you have in the account, get to know who trades with you, who does business with you, and interfere with you, and use that information against you politically or otherwise. By the way, hii kifunguka, turuhusu KRA to integrate systems za data. Kwa mabenki, kwa M-Pesa, kwa SACCOS, hii ataboma itabomoa. Because there are some spouse partners who don't want to share what they invest, how they invest, how much money they have put in their savings and their social security and such like things. Yeah? Wale watu wako na mabibi wawili watatu ama wako na concubine, si watapatikana. Kwa hivyo nyinyi ndio mtadecide kama hii itapita ama itapita. Lakini the proposal to remove the limitation preventing the Commissioner of Tax from demanding information from the taxpayers, making sure that data systems are integrated so that they can be able to share your information, trade secrets, personal information, is in the Finance Bill 2025. Ipite, isipite. It's up to you. Na watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kusikia, hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo yamependekezwa katika Finance Bill ya huu mwaka wa 2025-2026. Mwezi wa 6 ndio wananchi watashirikishwa na wao watoe maoni yao kuhusiana na hii Finance Bill. Alafu mwishowe itafika pale kwenye bunge la kitaifa. Kwa hivyo watazamaji wangu, huu ndio wakati tena wananchi wa Kenya kwa jumla wakuje pamoja ili kutetea haki zao na kupinga ushuru zisizofaa, ushuru ambazo zimeongezwa. La sivyo watazidi kufinyiliwa na kunyanyaswa na hii serikali ya Kenya Kwanza, jambo ambalo huenda likawashinikiza tena warudi kwenye maandamano. Lakini sisi hatuombi tushuhudie yale mambo ambayo tulishuhudia mwaka uliopita, kwa sababu kipindi kile kuna wenzetu vijana wa Gen Z ambao waliaga dunia, waliuawa, wengine wakaumizwa, na kuna wengine mpaka leo hatujui mahali ambapo walipo. Kwa hivyo hatuwezi tukatamani nchi ya Kenya irudi katika hali kama ile ya fujo na ghasia kama vile ambavyo tulishuhudia mwaka uliopita. Mwaka huu 2025 tunaomba amani katika huu mwezi wa 6, kama ni public participation ifanyike kwa amani, na pia wabunge na wao wasitusaliti kama vile ambavyo walitufanyia mwaka uliopita, kwa sababu ni usaliti wao ndio uliwashinikiza vijana wa Gen Z kuamua kuingia kwenye maandamano. Viongozi wabunge wote wasimame na haki na kutetea haki za Wakenya, wasiendelee kupitia maisha magumu chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Watazamaji, hebu niachieni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na hii Finance Bill ya mwaka
wa 2025 2026. Je, unakubaliana nayo kulingana tu na vile vidokezo kidogo ambazo umeweza kuzisikiza? Unakubaliana nayo ama unaipinga kama vile ambavyo ulipinga finance bill ya mwaka wa 2024? Na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, uweze kujiunga nami hapa kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo hizi habari ama ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.